Mtazamaji wangu, kwanza kabisa taarifa ambazo zinatufikia sasa hivi ni taarifa za tanzia, taarifa ambazo zinahuzunisha na ni za kuogofya katika taifa letu la Kenya. Tumeweza kumpoteza mtu ambaye alikuwa maana sana, na hivyo basi mtazamaji wangu, ningependa tuweze kumzungumzia ni mtu yupi na ni kwa nini aliweza kuanza kufanya kazi na kiongozi wa upinzani baada ya kuweza kuondoka kufanya kazi na baba aliyekuwa kiongozi wa upinzani ambaye ni Raila Amolo Odinga. Tunayemzungumzia sasa hivi mtazamaji wangu anafahamika kama George Odwor. Na huyu ambaye ni George Odwor alikuwa mlinzi wa huyu ambaye mtazamaji wangu ni baba yake Raila Amolo Odinga, na mzungumzia Jaramogi Oginga Odinga. Na kisha baadaye aliweza kuwa huyu ambaye ni mlinzi wa Raila Amolo Odinga. Lakini kiufupi tu ninataka tuweze kumzungumzia, tuweze kupata kuelewa, kwa manake wengi hawajaweza kuelewa huyu George Odwor ni nani na ni kipi ambacho alikuwa akiweza kufanya na ni wapi ambapo alikuwa akiweza kuonekana. Manake hakukuwa akiweza kuonekana sana, hakukuwa na mtandao wa Facebook, hakukuwa na mtandao wa Twitter, na hakukuwa akiweza kuonekana mahala popote. George Odwor alikuwa mlinzi wa muda mrefu na msaidizi wa Raila Amolo Odinga. Hii iliweza kutokea baada ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, baba yake mzazi ambaye ni Jaramogi Oginga Odinga, kuweza kuiaga dunia. Na hivyo basi uhusiano wake na familia ya Odinga ulianza miaka ya 1990. Unaona mtazamaji wangu, ni kitambo sana. Na alipokuwa akitoa mtazamaji wangu huduma za ulinzi kwa baba yake Raila Odinga, basi mtazamaji wangu iliweza kuendelea kwa muda mrefu hadi wakati wa 1994. Hii ni baada ya kifo cha Jaramogi mnamo 1994, ambapo Odwor alihamia katika mtazamaji wangu nafasi ya kuwa mlinzi binafsi wake Raila Amolo Odinga. Jukumu alilolifanya kwa zaidi ya miaka 30. Alikuwa mtu wa karibu na Raila Amolo Odinga, miaka mirefu sana mtazamaji wangu, ambayo ilikuwa ikiweza kuzidi kuonyesha jinsi na ambavyo alikuwa mtu ambaye ni mchapakazi. Katika hafla za kisiasa, mikutano ya hadhara na mikutano muhimu katika siasa za Kenya, alikuwa akiweza kuzidi kuonekana. Lakini mtazamaji wangu, uaminifu wake na kila ambacho aliweza kufanya katika sehemu ya timu au ya ndani ya Raila, mtazamaji wangu, wenzake na viongozi wa kisiasa walimtaja kama mtu aliyejitolea, mshauri na mfumo wa kuigwa katika sekta ya ulinzi wa viongozi. Katika kipindi cha kazi yake, Odwor alifanya zaidi kuhusu ulinzi wa watu mashuhuri kwa mafunzo ndani na nje ya nchi, kuhakikisha tu kwamba mtazamaji wangu, ninajua na kusomea hii katika historia ambayo nimeweza kutumia niweze kuizungumzia. Na mtazamaji, kwanza kabisa mpenzi mtazamaji, kabla sijaweza kuendelea na hii ambayo ni historia ya George Odwor, na kusihi wapo ni mara ya kwanza kukutana na sura hii, tafadhali like video hii na unibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Mtazamaji wangu, kuhakikisha kwamba tu alikuwa na ujuzi wa kutosha wa kulinda kiongozi mashuhuri Raila Amolo Odinga. So hivi aliweza kutembea maeneo mbalimbali, nchi tofauti, huku akiweza kujifunza ili kwamba aweze kupata kuelewa ni kipi ambacho atakuwa akiweza kukifanya kuweza kulisaidia taifa letu la Kenya. Kwa masikitiko makubwa mtazamaji wangu, George Odwor alifariki tarehe 2 ambapo ni Aprili mwaka 2025, ambapo mtazamaji wangu ilikuwa ni siku ya leo, siku ya Jumatano. Na alipokuwa akipokea, aliweza kufariki akiwa anapokea mtazamaji wangu matibabu katika alikuwa akiweza kupokea matibabu katika hospitali ya Nairobi West, ambapo kifo chake kimepokelewa kwa huzuni mkubwa sana kutoka kwa viongozi wa kisiasa wenzake na wananchi waliotambua mchango wake usio na kifani.
Kwa maelezo zaidi mtazamaji wangu, ambapo tutakuwa tukiweza kuzidi kuangalia ni yapi ambayo yanazidi kuendelea, nitakuwa nikiweza kuzidi kukufahamisha nikikuelezea kwamba hiki ndicho ambacho kimeweza kumtokea aliyekuwa rafiki wa karibu wake Raila Amolo Odinga na mlinzi wa kipekee wa Raila Amolo Odinga. Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho yake George Odur malapema peponi, na Mungu aweze kuzidi kumlinda. Now, tukiweza kusonga mbele upande mwingine mtazamaji wangu, tuweze kuachana na hayo kidogo, tuweze kuzungumzia yale ambayo yameweza kutokea upande wa Mlima Kenya, because there are so many things that have been happening ambazo mtazamaji wangu zimeweza kukua zikiweza kuzidi kuifanya taifa letu la Kenya liweze kuonekana na taswira na picha tofauti kidogo, ambazo zimeweza kukua zikiweza kufanya taifa letu la Kenya liweze kukua ni kama viongozi mtazamaji wangu wanazidi kununua watu. Now, my point is, tumeweza kuona viongozi tofauti wameweza kufika upande wa Mlima Kenya kuweza kumsindikiza na kuwa naye Rais William Samoei Ruto katika kila ambacho amekuwa akiweza kukifanya kama kuweza kutua upande wa Mlima Kenya. Na mtazamaji wangu, hii ambayo ni safari ya Rais William Samoei Ruto ni safari ambayo mtazamaji wangu imekuwa na mengi mazito ambayo tumeweza kuyaona, because wale ambao wamekuwa kiweza kuhudhuria mkutano wa Rais William Samoei Ruto ni wengi, ambao ni kina mama, haswa siku ya jana. Siku ya leo bodaboda walikuwa wengi, na mtazamaji wangu ukiweza kuona kwamba wale ambao walikuwa wengi wameweza kuvaa uniform. So hata hapo unajua tu peupe kwamba hawa ni watu ambao wameweza kuambiwa kwamba fanyeni hivi au kujeni hivi kidogo, tutaweza kuwafanyia, tutaweza kuwatendea hiki na hiki na hiki na hiki. So mtazamaji wangu, ni kitu ambacho kinazidi kukua, kinazidi kuendelea, na Rais William Samoei Ruto anazidi kuonekana akiwa ni kama kiongozi ambaye mtazamaji wangu pakubwa ameweza kupoteza, ameweza kufeli kwa kuweza kuwatafuta watu ili kwamba waweze kuja kujaza mkutano wake. So mtazamaji wangu, kitu ambacho ningependa uweze kufahamu ni kitu kimoja: kiongozi huwa anapendwa, ila mtazamaji wangu, kiongozi huwa hanunui watu ambao wanazidi kukuja kumpenda. Sijui kama unaelewa kauli hiyo yangu, kwamba ni kipi ambacho najaribu kukizungumza. Ni kwamba kiongozi huwa anatafutiwa nafasi, na wala ambao wanamtafutia kiongozi huu nafasi mtazamaji wangu ni Wakenya ambao wanaamini kwamba huyu ni mtu ambaye ataweza kuja kulisaidia taifa letu, huyu ni mtu ambaye ataweza kuja kutusongeza, ataweza kutufikisha mahali fulani. So ni watu ambao they understand, they know that this is what we are supposed to expect and this is what is coming up next. So mtazamaji wangu, hicho ndicho na ambacho kinazidi kuendelea kufanyika. So kwa viongozi wetu wa taifa la Kenya wakiweza kuongozwa na Rais William Samoei Ruto, wengi wameweza kuanza kukosa kutekeleza yale ambayo wameweza kutuahidi au waliweza kutuahidi mwaka 2022. And as we are speaking now, mtazamaji wangu, ni kwamba viongozi hawa wameweza kwenda njia tofauti kidogo ambayo lazima tuweze kuzungumza, na njia hii ambayo wameweza kuielekea ni njia ambayo itaweza kuzidi kutuweka taifa letu la Kenya, taifa letu pendwa la Kenya, mala ambapo mtazamaji wangu tutaweza kukuja kujutia. And the reason why I'm saying that ili ambalo limeweza kutokea litaweza kuja kutuweka mahala pabaya, number one ni kwamba mtazamaji wangu, taifa letu limeweza kuzidi kukua, linakumbwa na masaibu mengi chungu mzima, na Wakenya wamekuwa wakiweza kulia siku baada ya siku, wakiweza kutaja serikali hii kwamba imeweza kufeli pakubwa sana kuweza kuwatekelezea kila ambacho waliweza kuichukua iweze kukuja kuwafanyia. Wakenya waliweza kuchagua serikali hii wakiwa na matumaini, wakiwa wameweza kuamini kwamba this is where ambapo mtazamaji wangu, au hapa ndipo na ambapo tutaweza kuokolewa kama taifa. But you'll be shocked to see kwamba mtazamaji wangu, wale Wakenya ambao waliweza kuiweka serikali hii madarakani ni Wakenya ambao wameweza kubadilisha kauli yao. Ni Wakenya ambao wameweza kuonyesha ujinsi na wameweza kuonyesha jinsi na ambavyo wameweza kuchoka na uongozi ambao uko sasa hivi.
swali likiwa limeweza kusalia likiwa ni moja, je, sisi kama wananchi tutaweza kuokolewa na nani? Manake tuliowachagua wameweza kutusahau, wameweza sasa kuanza kampeni za 2027. Mtazamaji wangu, nina swali moja tu ambalo ningependa niweze kukuuliza. Je, Rais William Samoei Ruto ameweza kuamua kufanya kazi na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga, of which is okay? Je, unadhania kwamba ataweza kuweza kufaulu kuweza kulishika taifa la Kenya na kushinda uchaguzi huo wa coming 2027 akiwa na Raila Amolo Odinga? Mtazamaji wangu, nipe maoni yako kwenye comment section, na pia tena usahau kuweza kulike video hii na kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi. Mwenyezi Mungu aweze kukubariki.